kitu inatukula ni haki za watu. Kitu inatukula ni nini? Ushaika njaa, ukasikia vile njaa iko, brother ako na family, sio? Ushaiku uko na pesa yako unaenda kupelekea family, ikapotea, ukafika nyumbani ukashindwa kuangalia. Hiyo ndio kitu inatukula na familia za watu wengine. Kwa nini? Ile mitihani Allah ametujalia, tumekosa subra ya kutafuta riziki nje inamridhisha Allah, tukaamua ni kudhulumu waja wa Allah, tukaacha watu na njaa, tukaumiza watu, wakalala hospitalini, wakaenda bankrupt. Tunaishi na kuna watu kila wakikumbuka kitu tuliwatendea wanasemaga, Mungu usifanye apumue huyo jamaa kwenye yuko. Afadhali mtu akikwambia atakuingiza ndonyo, si tumeingia na tumetoka, hiyo ina afadhali. Lakini mtu alikupatiana kwa Allah, utafanya nini? Kotini tunahonganaga, chifu unaweza mtoroka, umepatiana kwa polisi umemtoroka, lakini unajua ni nani tulishindwa kumtoroka? Wallahi ni Allah. Na ndo maana unaona maisha yetu vile ambavyo kwamba iko. Juzi kuna shekha amenifurahisha, alikuwa anatuongelesha vijana, akasema kukosa si sababu ya kudhulumu mtu. Allah aliyekunyima, hiyo siku ambayo kwamba alikunyima hiyo kitu ulikuwa unataka, alikunyima kwa hikma yake, si dhulma alikufanyia. Wewe unaona simu ya mtu, unaamua kulala na shingo yake. Brother, tunadunga watu visu. Mabradhe, zile sehemu tunatoka watu hawana amani kwa ajili ya mimi na wewe. Tunategemea life mzuri wapi? Na mwenye kupeleka hii life ndio huyo tuliyemkosea akiwa juu ya bingu 7. Si tunaibiaga watu, unaiba kibeti ya mtu, ameshinda kazini, watoto wake wanamngojea home, aende akawapikia. Umepita nao kimuita fala fulani, akifika watoto wanalia njaa. Wewe unadhani unasalimika wapi na Allah? Mabradhe, hii life ya crime si life, na hakuna pahali itatupeleka. Na yule ambaye kwamba alikuambia, tumetoka juzi ndani na mabradha, wale wajaingia kule ndani, wale watu wanawaambiaga kule ndani kumejaa wanaume. Uliza brother pale, ni wanaume gani ambao kwamba iko ndani ya jela? Hiyo ni wanaume gani? Wanaume wote walio kule ndani wanatamani Allah wapatie fursa warudi huku nje wafanye kazi kama wanaume wengine. Wanaume gani naingia mtu kwa ajili ya maziwa anakubali kufanywa mwanamke? Hiyo ni wanaume brother. Wallahi mimi nasaha ambao kwamba kwanza najipatia na napatia vijana wenzangu, hii life ya crime itatuangamiza hapa duniani na kesho akhera. Ulama walikuwa wanapenda kuuliza watu, kama Allah yuko on your side, Allah ameridhika na mienendo yako, hebu niambie ni nini umekosa duniani? Hii mali yote unaona hapa ni yake. Wale watu tunaenda kuwanyang'anya simu tukilala na shingo zao, yeye ndo aliwaruzuku, si tukimwabudu vile yeye anataka. Do you want to tell us Allah anaweza wapatia iPhone akatunyima sisi? Wallahi si ndo tuko na dhana mbaya na Mola wetu. Allah hakuweka life yangu ili mimi nikule na mke wangu na mtoto wangu wakule mpaka mtu mwingine alale njaa. Hiyo ni cruelty na hiyo ni selfishness ndugu zanguni. Brother, kwa nini unarushana? Wallahi niko na wife na mtoi. Huyo chali ulimrusha ako na wife na mtoi. Hivyo ndo Allah anataka tuishi? The end of the day tunasema nini tukipatana? Sisi ni Waislamu, nikiuliwa mimi sitaenda kuishi mochari na nitasonga. Allah anakuambia, na ni ukumbusho kwangu mimi na wewe, na nakumalizia, waqad khaba man hamala dhulma, amepata hasara yule ataenda mbele ya Allah na amebeba dhulma. Hebu nikuambie, dini yetu, ile dini wewe na mimi na wewe tunasema tunatoka ndani yake. Leo huyu brother nikimwambia udumsese nikopeshe 100, ameridhia amenipatia 100, nikidedi Mwenyezi Mungu hawezi niingiza peponi na niko na haki yake, na ni haki ya halali. Ni kitu alinipatia akiwa ameridhia, tuliombana akakubali, nikadedi nayo, peponi Mwenyezi Mungu aniingize mpaka hiyo deni nilipe, na si kuchukua kwa ubaya. Hebu imagine mtu ulimuibia, wachana na zile tunafanyiaga watu, kumuibia tu na kumuacha. Watu wangapi ambao kwamba wamelala Kenyatta, unamuuliza nini ilifanyika? Alipatana na maninja fulani wakamwambia yeye ni fala, wakamdunga visu, wamemwacha kule, familia yake inapata tabu. Kila wakitembea wakienda wakirudi wanasema Mungu aliyetufanyia hivi muone. Alafu mimi na wewe tunategemea life kuepoa. Mabradhe, Allah ameturuzuku pikipiki. Kitu inaniuma zaidi ni hiyo. Kitambo watu walikuwa naiba wanasema sina namna. Allah ametupatia pikipiki. Tumezitumia kufanya nini? Ni kuonesha the problem, si kwamba tumekosa. Hata Allah akitupatia gari tutafanya hiyo tabia bado.
Hata Allah akitufungulia ni kama wale politicians tuko nao, wako na mapesa na bado wanaiba ama waibi. Because the problem si kukosa, the problem is within. Problem ni mimi. Ni ujiite mkutano, ujiulize mpaka lini nitashinda nikibeba laana. Wallahi mabradhe, mimi nawazungumzia kama mmoja wenu. Sizungumzi na judgment. Nazungumza kama mtu amepoteza mabradha ambao kwamba anawapenda. Nazungumza kama mtu ambaye kwamba amesimama kwa janaza kama hii nyinyi mnaona. Sisi tumesimama mingi zaidi ya hizi, na turidhiki na vile ndugu waliondoka. Tumezika janaza zingine tunahesabika watu 5, watu 10. Hakuna mtu anaweza kuja huko makaburini kufikiri ile mambo brother alikuwa anafanya. Wallahi salafu salih walikuwa wanakuja kuzika mtu, anajiambia leo ni brother anaenda, kesho ni mimi. Naendaje mbele ya Mungu? Wewe unaendaje mbele ya Allah umebeba dhulma? Wale watu umewadhulumu, unaenda kumjibu nini Mungu? Wallahi brother, mimi nasaha kutoka kwangu from the heart. Brother, tafuta kazi ya halali ufanye, wachana na laana. Brother, pikipiki Allah amekupatia, usitumie kwenda kudhulumu nayo watu. Beba ile umepata, sema nimepata hii. Fungiwa nyumba, siku moja Allah atakufungulia, utatumia kama testimony ya kuambia watoto wadogo watakaokuwa wanakuwa, mimi nilikuwa nafungiwa nyumba lakini sikuwa idhulumu mja wa Allah. Be proud kwenda mbele ya Mungu, hujabeba haki ya mtu. Si tunaendaje leo hii Allah angetuchukua, tunaenda kumwambia nini? So my brother, mimi namaliza kuambia vile tu nimeanza. Ni nini inatukula? Si kwa sababu tumezaliwa ghetto, ni wengi wamezaliwa ghetto na wakamake it in life. Ukweli ama uongo? Lakini kitu inatukula ni nini? Na hizi dhulma hakuna pale tunaenda. Kwa sababu maisha yako iko katika mikono yangu, haiko katika mikono ya polisi, haiko katika mikono ya chief wala wale askari jela. Maisha yako iko katika mikono ya nani? Yeye amekukasirikia, kuna mtu atakutengenezea maisha? Turudini kwa sala brother, tuanzieni pale. That is the first step. Na tuamueni leo ndugu ameondoka, basi hata siku ya kiyama apate thawabu kwamba siku aliondoka yeye kuna brother alichange, na change yake ilikuwa ni sababu yake. Allah ajalie katika mizani ya hasanati yake, na that is love. Tuko pamoja? Brother, tusitoke tukarudi tu vile tulikuwa tunafanya. Mimi na wewe tunategemea Allah turidhie, na labda from mimi kukukumbusha leo ndo Mungu anaweza nionea huruma pia mimi akanitengenezea mambo yangu. Allah tutengeneze mambo yetu. Allah mrahamu brother, Allah msamehe penye ambapo kwamba alikuwa amekosea. Mwenyezi Mungu ajalie kila mmoja katika sisi pamoja na shida zote, Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia yake. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala zile dhiki tunapitia tuondolee. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuondoe ndani ya maisha ya crime. Tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atutoe katika maisha duni tulionao na atupatie maisha ambayo kwamba ni bora hapa duniani na akhera. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala asitupoteze baada ya brother kuondoka. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala amuingize brother janna na atukutanishe na yeye ndani ya janna.